Shule ya sekondari ya Wal Asr Boys Seminari iliyopo wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani ni mojawapo kati ya shule zilizoshiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2021 kwa mara nyingine na kufanya vizuri kabisa. Wanafunzi hawa wamekuwa wakipambana vilivyo kufanya miradi ambayo itawapa ushindi wa kipekee na wa juu kabisa. Mradi huu wa Uwezo Award unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation umejikita katika kuwajengea wanafunzi wa sekondari ujuzi katika maeneo mbalimbali ili kuwapa nyenzo za kupambana kwa ujasiri na ufanisi katika soko la ajira pindi watokapo shuleni. Katika Uwezo Award 2021, shule hii ya Wal Asr Seminari ilifanikiwa kupata tuzo ya dhahabu, yaani Gold Trophy, baada ya kuwa washindi wa pili kati ya shule 224 zilizoko mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Tulitaka kujua wanafunzi hawa walifanya mradi gani. Mradi wetu wa kwanza ulikuwa inahusu kutoa usafiri kwa walimu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kwenye shule yetu mwaka 2021 tulikuwa tunashare walimu baina ya shule wawili. Kwa hiyo kwa sababu kwenye mwezi wa Ramadhan walimu walikuwa wanafunga, kwa hiyo tuliandaa usafiri kwa ajili yao. Tulikuwa tunawapa usafiri mara mbili kuelekea shule moja hadi nyingine. Lakini pia ndani ya campus yetu tuna college pia, college ya walimu. Kuna college ya walimu na college ya nursing. Kwa hiyo tulifanikiwa kumuita mwalimu mmoja kutoka Zimbabwe awape mafunzo ya graphic designing ili elaborate entrepreneurship skills hao. Lakini pia kwa sababu jina la mradi wetu ulikuwa unaitwa Giving Things a Head Start, ili maanisha kuanzisha vitu positive ambao vitaenda kuleta impact za long term. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kwamba the best way to do this is through education. Kwa hiyo pia tuliandaa semina mbalimbali. Kulikuwa na semina tuliandaa kiluvya madukani, tulifundisha wamama kutengeneza sabuni. Na pia tuliandaa semina nyingine ya usukari, na pia tulifanikiwa kupima watu kama 300 bure. Pia tulifanikiwa kutengeneza semina juu ya saratani. Tuliita walimu kutoka Ocean Road Cancer Institute ambayo inapatikana Dar es Salaam. Walikuja hapo waelezea na kutusaidia kuelewa ugonjwa wa saratani. Pia kwa sababu sio all the time education inajitosheleza, na bali kusaidia jamii also directly ina umuhimu wake. Kwa hiyo tulifanya donations mbalimbali. Tulipeleka donations kwenye Ocean Road Cancer Institute, donations kama cleaning, hygiene items, sabuni, nguo. Pia kuna shule inaitwa St. Katorsia Secondary School. Kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, shule hiyo ilikuwa na upungufu wa budget, kwa hiyo walikuwa wanashindwa ku-afford iftari. Kwa hiyo ilibidi tununue vyakula vya mwezi mmoja na kupeleka kwenye shule hiyo. Sio hiyo tu, bali tulipeleka also cleaning items kwenye nyumba ya watu wadogo kama kwenye kiluvya, na also donate cleaning instruments kwenye hospitali mbalimbali. Na project ya mwisho ilikuwa counseling ya orphanage students. Kwenye campus yetu tuna orphanage moja inaitwa Heaven of Peace. Tulifanikiwa kupata mwalimu mmoja ambaye ana uzoefu wa miaka kama 10 hivi, na tulimpeleka kuwashauri wanafunzi wa hiyo orphanage ili kuwasaidia kuongeza kiwango chao cha elimu. Pesa tulipata katika mifumo mikuu mitatu. Mfumo wa kwanza, sisi wenyewe wanafunzi wa mradi huo wa Uwezo tulijichangisha wenyewe shilingi 20,020 ambao tupo wanafunzi wa jumla ya watu 20. Pia tulitengeneza sabuni ikiwa kama ni uwezo wetu binafsi ambao tulitumia katika kufanyaje kuuza kwa watu, then tukafanyaje tukaingiza kiasi cha fedha. Tuliuza lita za sabuni takriban lita 200 ambazo tuliuza kila lita moja shilingi 2,000. Tukapata kama 130,000. Na pia tulitumia uwezo wetu binafsi wa programming ambazo tulitengeneza software kama website ambazo tuliziuza katika kampuni mbili. Moja ni Fikrafia ambayo inahusiana na masuala ya mental health, na pia tuliuza website nyingine katika kampuni moja ya SMR Agency, ambazo kampuni moja ya Fikrafia ilitupa milioni 1 na nyingine ilitupa 800,000. Kama unavyojua website zinavyokuaga.
Then kwa ujumla tulipata almost milioni 2 ambayo tulitumia katika kuendesha miradi yetu. Je, walipitia changamoto gani katika kufanya mradi huu? Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kama ninavyojua shule kama shule haiwezi karuhusu wanafunzi kutumia simu. Hivyo basi kupata ushahidi wa project ambayo tumefanya ilikuwa ni ngumu, sababu simu haziruhusiwi na kamera haziruhusiwi. Ila hiyo tulikuwa tumesolve wa kwenda kule kwenye IT department kaomba cameras na baadhi ya simu tunatumia. Tukishamaliza pale project ifanyika tunaodisha. Changamoto nyingine tulikuwa tunaipata mvua. Kuna shule moja tulienda inaitwa St. Katorosia, ambayo hiyo shule ni mbali, aftana miundombinu yake nao kidogo haipo vizuri. Hivyo basi wakati tumeenda, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, tumeenda na iftari pale, baadhi ya iftari ikafika sehemu kama bado kilomita kama 3 hivi kufikia hiyo shule, ikawa mvua imenyesha kubwa sana, afu matope, kwa gari ikawa imeshindwa kufika hadi shuleni. Ikabidi tushuke, tubebe mizigo ile, tuende nao tutembee kilomita kama 2 hivi mpaka kufikia shule. Ni mambo gani wanaona wamejifunza katika mradi wao? Ambacho nimejifunza sana na nimekipenda ni cooperation, kwa sababu wanafunzi kama wanafunzi mara nyingi sana wanafunzi wanakuwa wanashirikiana, lakini ushirikiano unakuwa so mkubwa sana. Ila sasa katika project kama hizi hapa hizi, mwanafunzi anakuwa anachanganyika na wanafunzi wenzake, kwa wanakusanya mawazo pale, mwisho wa siku kunakuwa na mabishano, lakini mwisho wa siku inakuwa inatoka na hoja moja tu kwamba tufanye hiki hapa hiki. Na mimi nilikuwa nimeipenda sana na nimejifunza mpaka sasa hivi. Tulijifunza vitu mbalimbali of course, lakini kitu ambacho ilikuwa muhimu sana ilikuwa kutumia talents za public speaking, talents za leadership. Hizo zilikuwa vitu muhimu sana, especially kwenye miradi yetu ambazo zilikuwa zinahusiana kuandaa kwa seminars. Zilihitaji tutengeneze mabango, tuende places, tu advertise, to market, na pia leadership skills zetu zilitusaidia sana. Mimi nilifunza sana kwamba hata kama nikiwepo shule nikijitolea muda wangu kusaidia watu, inakuwa inaleta picha nzuri sana kwa watu kwamba msaada unaotoa unasaidia watu. Umeona? Ndio hivyo nilijifunza mimi kwamba bana, hata kama nikiwepo shule naweza kusaidia watu nje. Inanipa experience fulani kusaidia watu. Kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni katika hali gani ya kugenerate capital kabla ya kuanzisha mradi wowote. Kiukweli kama unavyojua, katika jamii yetu swala la ajira limekuwa kidogo ni tatizo. Ule uwezo wa kugenerate au kutengeneza capital au mtaji ndizo nikanisaidia mimi, sio linaweza, maana limenisaidia mpaka sasa hivi, maana kuna biashara tofauti ambazo nimeanzisha mimi mwenyewe nyumbani ambao nimepata knowledge katika ukusanyaji wa funds katika project zetu ambazo tumezifanya. Kitu ambacho nilijifunza mimi ni kuhusu kujitolea. Kwa sababu gani? Watu wengi kwa hatuna moyo wa kujitolea. Kama sisi tumejichangisha hela zetu, kama sisi kama wanafunzi tumejichangisha hela zetu, tukaandaa project kuhusu diabetes. Tukatengeneza project kuhusu diabetes. Hiyo project sisi itadumu miaka mingi. Kwa sababu gani? Sisi tumetoa ile elimu kuhusu diabetes. Yule mtu ambaye mtoa sisi elimu kuhusu diabetes atakuja kumpa mwenzake na ile elimu. Akishampa ile elimu inaweza kasambaa kwa jukuu zake, watoto zake na familia yake, yote kiujumla. Chengine kuhusu ujasiriamali. Wanafunzi tumejichangisha hela zetu. Tumeenda kununua vifaa kwa ajili ya kutengeneza sabuni. Tumetengeneza sabuni kwa mikono yetu, na tukienda sehemu tutoa mwanafunzi mmoja, tutangaza kama hii sabuni tuyatengeneza kwa kitu fulani, akajitokeza muuza bucha mmoja hivi. Nguo yake iko kwenye chafu, ni chafu tiliza hiyo. Ule muuza bucha akaita ile nguo yake, tukamfilia muda ule. Akamfilia muda ule na damu yote ikatoka, nguo ikawa ni safi kwa sababu ile tutengeneza sisi. Tulikuwa tumeenda chupa zaidi ya 100. Na chupa moja tulikuwa tunauza kwa shilingi 2000. Ile chupa zote tukaziuza na tukapata hela. Na chengine tulijifunza kuhusu utu. Wanafunzi tulichangisha hela zetu, tumeenda kununua gunia sabuni, tumeenda kununua gunia sukari, unga, tukapeka shule moja kutoka Katorosia. Tulipofika kule tukakuta mvua imenyesha sana, hadi gari limeshindwa kupita. Wanafunzi wote tukashuka pale, tukabeba mizigo ile. Tukapeka kama kule. Ungekuwa wanafunzi wengine wangeshakata tamaa, sisi tubebe mzigo kutoka hapa kilomita 2, kutoka hapa mpaka kufika shule kilomita 2. Lakini sisi tulikuwa tuna utu. Tukajitolea tukabeba mizigo, tukafika kule. Wengine patience, uvumilivu. Sababu kwenye project fulani tulioenda shule fulani kutoa msaada inaitwa Katorosia. Kule ni maisha kule ni magumu kwa watu. Wale wanafunzi maisha wanaoishi ni magumu. Alafu mimi kuangalia huku nikaona kumbe
unaweza kuishi maisha magumu lakini bado ukasoma vizuri na ukatoboa. Na mimi hicho nilijifunza. Nini mtazamo wa mwalimu wa klabu iliyofanya mradi huu? I came into the program halfway and I gave them a skill of learning how to make soap. So they learned how to make detergent soap, which was multi-purpose, and we did a few experiments where they came to realize that it was skin friendly. And I also taught them how to mix perfumes. That is skin friendly and soap friendly as well. And this year I decided that I want to commit myself to Uwezo and I want to teach them something different. We have very good artists here, all right, but we need to look outside the box. I want to come up with a program that we call Infusion Arts. Everybody draws, everybody paints, but we want to do something different. We'll draw, we'll paint, but we'll do some additional stuff that Tanzania has never seen. And that is only possible because my students are ready to explore themselves. They just need someone to tap and push them. Hapa ni mkuu wa shule ya sekondari ya Wal Asri Boys Seminari akitoa mtazamo wake kuhusu mradi huu wa wanafunzi katika Uwezo Award 2021. Napenda kueleza furaha yangu kuhusu mradi wa Uwezo katika mashindano yaliyofanyika mwaka 2021. Shule yangu ilikuwa ni shule ya pili, lakini pia nafahamu kwamba haikuwa kazi rahisi. Vijana wangu na walimu wao wameshirikiana, wamefanya kazi kubwa mpaka kupatikana kwa ushindi huo. Pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wote wa mashindano haya. Wamewasaidia wanafunzi wangu kupata sifa za ubunifu, kupata stadi muhimu katika sanaa na ubunifu na kuweza kueleza mawazo kwa njia ambayo sio ya maneno bali kwa njia ya matendo zaidi. Huu ukawa ndio mradi wa shule ya sekondari ya Wal Asri Boys Seminari uliowapa ushindi katika Uwezo Award 2021. Chukua hatua, onyesha uwezo.